Hatuwezi tukawa tunaviziana kwenye fedha ya umma namna hiyo. Wasiponiona naondoka nazo, eti wakiniona narudisha. Upumbavu. Hizi ni nondo za habari kutoka Kimgongo TV. Mimi ni Charles Fabian. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amemtaka kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Manyara Bahati Haule kufanya uchunguzi wa kina na kuwasilisha taarifa ya kila mmoja aliyehusika kuchukua fedha za mradi wa ujenzi wa ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kiteto. Dr. Mwigulu amesema kuwa pamoja na kurejeshwa kwa fedha hizo, ni lazima hatua za kinidhamu zichukuliwe dhidi ya watumishi waliohusika na mpango huo ili kuimarisha uwajibikaji katika usimamizi wa rasilimali za umma. Waziri Mkuu amesema hayo hii leo tarehe 26 ya mwezi wa pili baada ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa ofisi ya mkuu wa wilaya Kiteto. Ofisi hiyo itagharimu kiasi cha shilingi bilioni 1.85 hadi kukamilika kwake, na ujenzi wake umefikia 85%. Kadhalika, Dr. Mwigulu amesema kuwa mbali na taarifa hiyo, anataka pia kuwasilishwa kwa taarifa za mapato ya ndani, ikiwemo mapato yatokanayo na minada, zikionyeshwa namna zinavyokusanywa na kutumika. Fedha ya maendeleo lazima itumike ilivyokusudiwa. Kila mtu aheshimu mahitaji ya miradi ya maendeleo. Na nimeelekeza miradi ya maendeleo isiwe siri. Na wala fedha za maendeleo zisiwe siri. Miradi ya maendeleo tangu lini imekuwa siri? Kwamba ninyi tu ndio mnaweza kutunza siri za miradi ya maendeleo na fedha za miradi ya maendeleo. Hicho ni kutengeneza kichaka cha kuiba. Tusijue zilikuwa ngapi, tusijue ilikuwa mradi gani. Sasa nimeelekeza rasmi, ukipokea fedha zinazokuja mkoa wa Manyara, fedha za miradi zikishafika, nakala apewe mkuu wa mkoa. Na fedha zote zinazotumwa kwenye mawilaya, nakala apewe mkuu wa wilaya, nakala apewe mbunge, nakala apewe mwenyekiti wa halmashauri, na zikishaenda kwenye maeneo yanayotekeleza miradi na madiwani wapewe nakala. Miradi ya maendeleo sio siri. Fedha ni kodi zetu wenyewe, inakuwaje mkishapokea inakuwa siri? Kutengeneza vichaka vya watu kutaka kuiba, kujinufaisha. Mama yetu kule rais ahangaike kutafuta fedha, alafu huku mchwa wanatengeneza vichaka vyao. Hili alikubaliki. Sasa hata hapa Kiteto nimeambiwa na ninyi michezo ya aina hiyo ilikuwepo. Nilikuwa naangalia mnavyohangaika mnipeleke mradi gani. Mimi nikawa nawaangalia tu. Na nikawaambieni mimi nimekuja kutembea huko. Nina taarifa zote. Nina taarifa zote. Nina taarifa zote kilichofanyika kwenye jengo hili. Nina taarifa hata kilichofanyika kwenye jengo la halmashauri ambako hamjanipeleka. Ndio imeletwa fedha hapa ya mradi, watu wamegawana fedha. Katika kukimbizana ndio wakarudisha fedha ile. Kwa walishatuibia, tusingewaona. Mkuu wa mkoa nakushukuru kwa hatua ile iliyochukua ya fedha zikarudi, majengo yajengwe. Sasa naelekeza kamanda wa TAKUKURU niletee taarifa za mmoja na ushiriki wake. Hii ilikuwa hatua ya kwanza. Hatua ya pili, lazima hatua za kisheria zichukuliwe. Hatuwezi tukawa tunaenda na utaratibu wa mazoea wa aina hii. Mheshimiwa Waziri, itakapotoka taarifa ile, wale waliochukua fedha pamoja na kurudisha, hatukuwatuma kuja kugawana fedha hapa. Tuma timu ya maadili, hatua za kinidhamu za watumishi wa umma na zenyewe zichukuliwe. Hatuwezi tukawa tunaviziana kwenye fedha ya umma namna hiyo.
kwamba wakiniona naondoka nazo, wasiponiona naondoka nazo, eti wakiniona narudisha. Upumbavu. Niliwasimamisha wengine kule hivyo hivyo, eti wamekuapua fedha za jengo. Baada ya hapo wameacha BOQ iliyopelekwa kwenye jengo, wamejenga. Tumesema ziwekwe nondo 8, wao wameweka 4. Tumesema za milimita 16, wao wameweka 6. Baada ya hapo wanasema tutarekebisha kwa fedha zenu. Mna fedha nyinyi ya kuikopesha serikali? Upumbavu mtupu na huo. Mnaiba hapo baadaye mseme mnatengeneza kwa fedha yenu wenyewe. Yenu ya kutoka wapi? Kamanda wa TAKUKURU, niipate taarifa hii kabla sijamaliza ziara ya mkoa wa Manyara. Mmoja na ushiriki wake. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.